Maleka, wewe ulikuwa ni mwanachadema. Ukiziunga hizi kampeni za Chadema na siasa zao na slogan zao, na ukishiriki katika midahalo na kutetea yale ambayo wanayaamini. Baada ya Aprili 3 mwenyekiti Lissu kusema kwamba kama watu wanataka tu ubunge, sisi hicho sio tunachotafuta, tunataka haki, tunataka tupige kura washinde kwa haki. Baada ya hapo kama mpunguza spidi za siasa hizo Chadema, na baadaye akatokea hali kuta ICT, ni ulipigwa ukashindwa kutulia ukaamua kuondoka. Kwanza nakushukuru kwa kuweka clip ya Yeriko Nyerere, na kama utakumbuka vizuri kauli ya Yeriko Nyerere ilitolewa wakati wa uchaguzi mkuu wa chama ambao ulifanyika baada ya kuwa mkutano mkuu umefanyika Januari 21 mwaka 2025. Yeriko alikuwa anazungumzia mtu atakayeshindwa uchaguzi ndio hakuna kuhama. Mimi mgombea wangu nilikuwa namuunga mkono na nilimfanyia kampeni kubwa sana ni Tundu Lissu, tulishinda uchaguzi ule. Kwa hiyo ukichukua kauli ya Yeriko Nyerere kwamba hakuna kuhama chama baada ya kupigwa, mimi sikupigwa kwa sababu mgombea wangu alishinda uchaguzi. Tundu Lissu alishinda na ndio mwenyekiti wa Chadema mpaka sasa. Kwa hiyo kauli ya Yeriko Nyerere mimi haihusiani kwa namna yoyote ile na kuhama kwangu, kwa sababu sikupigwa, nilishinda uchaguzi na ninahama. Ingekuwa ni sawasawa ukasema kwamba ukishinda uchaguzi hakuna kuhama, alafu mimi nimeshinda na hama, ndio pengine ingekuwa ina mashiko. Lakini Yeriko alikuwa anasema ukipigwa hakuna kuhama chama. Kwa hiyo alikuwa anajiambia yeye aliyepigwa. Yeriko alipigwa kwa sababu mgombea aliyekuwa anamuunga mkono kwenye uchaguzi ule, Freeman Mbowe, hakushinda uchaguzi. Kwa hiyo Yeriko hakupaswa kuhama na mpaka sasa hajahama. Mimi nilishinda uchaguzi kwa maana ya mgombea wangu alishinda. Kwa hiyo nikihama na kuwa sijakwenda kinyume na yale ambayo Yeriko Nyerere alikuwa anayasema siku ya uchaguzi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, muonyesha umesoma picha hapo, umesoma ujumbe ambao ulikuwa unaambatana na picha nikishiriki mkutano wa uliofanyika makao makuu ya Chadema kwa ajili ya watiania, ulikuwa umeandaliwa kwa ajili ya watiania kwenye uchaguzi unaokuja. Ni kweli mimi nilikuwa na malengo na nimejiandaa kwa muda mrefu sana kushiriki uchaguzi wa mwaka huu. Na kushiriki uchaguzi ni haki ya kikatiba na ni haki ya kisheria. Pale ambako uchaguzi unaitishwa na unakuwa una sifa zote ambazo zimeainishwa kwenye sheria, ukijisikia kushiriki uchaguzi unakuwa hujafanya kosa. Lakini kwa bahati mbaya ama bahati nzuri, chama kilichokuepo kwa wakati ule wakaja na msimamo kwamba mwaka huu hakuna kushiriki uchaguzi mpaka pale mabadiliko ya msingi yanayotakiwa kufanyika kwenye sheria za uchaguzi yatakapofanyika. Na mpaka sasa tunavyozungumza, yote ambayo yalikuwa yanadaiwa na Chadema kama mabadiliko ya msingi yanayopaswa kufanyika kwenye sheria za uchaguzi, hakuna hata moja limefanyika. Kwa hiyo kwa maana hiyo msimamo wa Chadema ni kwamba hakuna kushiriki uchaguzi. Huo ni msimamo wa taasisi. Lakini msimamo wa taasisi kama unaathiri haki na matarajio na malengo ya mwanachama, mwanachama hajazuiwa kuhama. Hajazuiwa kuhama kwa sababu alijiunga kwa hiari akiamini malengo alionayo yeye yanafanana kabisa na malengo ya taasisi anayokwenda kujiunga nayo. Na kuhama chama hakunaga muda maalum. Hakuna muda maalum wa kuhama wala hakuna muda maalum wa kujiunga. Utajiunga siku yoyote unaojisikia wewe kwa hiari yako, na utaondoka siku yoyote unayotaka wewe kwa hiari yako. Kwa hiyo sidhani kama kwa maamuzi niliyofanya kuhama chama kimoja kwenda chama kingine ni maamuzi ambayo yanakiuka sheria zozote za nchi yetu. Hilo ni jambo la pili muhimu watu wakafahamu. Lakini mwanasiasa kuhama chama kimoja kwenda kingine, Peter Madereka sio mtu wa kwanza kufanya hivyo. Katika historia ya mfumo wa vyama vingi vya kisiasa nchini kwetu ulipoanzishwa mwaka 1992, alikuwa mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa sana kutoka Chama cha Mapinduzi wakati huo. Mwaka 1995 Augustino Lyatonga Mrema alihama mwaka 1995 akaenda chama cha NCCR Mageuzi, akafanya siasa zake kule, na baadaye akahama akaenda TLP ambako ndo alimalizia maisha yake ya hapa duniani akiwa huko. Lakini wamekuwepo wanachama wenye majina na wasiokuwa na majina, wenye umaarufu na wasiokuwa na umaarufu, wamekuwa wakihama. Mwaka 2015 alihama aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Edward Lowassa, akatoka CCM akaenda Chadema na akapokelewa. Kwa hiyo na pengine ndo mtu upinzani aliyopata kura nyingi zaidi za rais. Haijawahi kutokea katika uchaguzi. Kwa hiyo ukisema sasa kuhama chama ni usaliti, maki Chadema basi itakuwa inapokea wasaliti. Sumaya alihama kutoka CCM akaenda Chadema. Lowassa alihama kutoka CCM akaenda Chadema.
Tundu Lissu alihama NCCR Mageuzi akaenda Chadema. God bless Lema alihama kutoka TLP akaenda Chadema. Kwa hiyo utagundua kwa mifano hii ninayokupa kuhama sio usaliti. Na kama kuhama ni usaliti, basi Chadema ndio inapokea wasaliti. Lakini sasa kuamini hivyo, mimi ninachoamini kwamba mwanachama wa chama chochote cha siasa anayo haki ya kuhama, anayo haki ya kujiunga, anayo haki ya kubaki. Kwa sababu mwisho wa siku ili uweze kufanya maamuzi sahihi, kwanza ni lazima maamuzi unayofanya ya kufaidisha wewe mwenyewe binafsi. Alafu baadaye na wale wanaokuzunguka. Wewe binafsi afu baadaye wanaokuzunguka. Kwa sababu unayefanya maamuzi ni wewe. Yaani unaenda kufanya maamuzi ya kujiunga ni wewe, sio hao wanaokuzunguka. Lakini ukiyafanya kwa namna moja ama nyingine maisha yako, sababu hauishi kwenye kisiwa, unachangamana na watu kwenye maeneo mbalimbali, wanakuzunguka watafaidi. Kwa mfano unajiunga kwenye chama cha siasa. Lengo la chama cha siasa chochote kile ni kushika dola. Lengo la kwanza kabisa. Likishika dola manake wanachama wake ndio watakaokuwa viongozi wa hiyo dola. Watakapopata nafasi ya kuongoza hiyo dola, maana yake ni kwamba kama wakiongoza vizuri, waliokuwa karibu na hao watu kwa maana ya wanajamii watafaidi uongozi wa hao watu, na matokeo yake nchi itakuwa imepiga hatua, lakini wenyewe watakuwa wametimiza malengo yao. Umesema unapofanya maamuzi unaangalia kwanza ya kufaidisha wewe, alafu yatanufaishaje na watu wengine. Ndio. Nakumbuka kauli ya mwenyekiti wa Chadema kwenye hiyo siku alisema kwamba na hata makamu mwenyekiti wa chama hicho anaendelea kuzungumza mara kwa mara akisisitiza kwamba yao wao sio kwamba tu itokee kuna mtu fulani atapata ubunge, mtu mwingine hatatangazwa, au atapata waziri au atapata urais au diwani kadhalika. Wanachokitaji wao ni kupigania hizo zinazoitwa reforms, ili kila mtu awe na sema level ground kama imeza hivi ya kuweza kushinda na kutangazwa au kushindwa na kutangazwa, na sio kushindwa na kutangazwa kwenye uchaguzi wote. Sasa leo umeondoka na ulikuwa ni sehemu ya wapiganiaji wa hayo. Nani atapigania hayo kwa wakati huu? Nataka nikukumbushe kwa faida ya watazamaji na wanaotufuatilia kwenye mahojiano haya. Wakati nchi inafanya uamuzi wa kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya kisiasa mwaka 1992, kabla ya hapo kulikuwa kuna tume ya rais. Iliundwa tume na rais wa awamu ya pili wakati ule marehemu Mzee Ali Hassan Mwinyi. Tume ile ni maarufu sana, inaitwa tume ya Nyalali. Tume ya Nyalali. Ilikuja na mapendekezo kadhaa ya kuweza kufanya huo mfumo wa vyama vingi tunataka kuingia uweze kuwa na ufanisi unaotarajiwa. Moja kati ya mapendekezo ya tume ile ilikuwa ni kubadilisha katiba. Kwa sababu hatuwezi kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi wa katiba ambayo imetungwa wakati wa chama kimoja, na mambo mengi yanayoelezwa ndani ya katiba ile yalikuwa ni kwa ajili ya chama kimoja. Lakini bahati mbaya mapendekezo ya tume ya Nyalali mengi ya kufanyiwa kazi, yale ya msingi kama hiyo kuwa na katiba mpya. Sasa tumeingia katika uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi mwaka 1995. Unaona tumeingia na katiba ile, sheria zile, tume ile ya uchaguzi. Na kwa kutumia sheria zile, katiba ile, mifumo ile, watu kama kina John Heche baadaye walikuja kuchaguliwa kwa wabunge. Mimi nadhani kama watu kweli wanataka kuwa wakweli wa nafsi zao, tulipaswa kugomea na kuzuia uchaguzi wa vyama vingi vya kisiasa wa mwaka 1995. Kwa sababu kwa hali ilivyokuwa ilikuwa haituhakikishii kwa namna yote mtu kutoka chama kingine tofauti na CCM angeweza kuchaguliwa. Lakini historia ni shahidi. Tumeshiriki uchaguzi wa mwaka 1995. Kuna watu kutoka nje ya CCM walichaguliwa. Tumeshiriki uchaguzi wa mwaka 2000 kwa katiba hii, mifumo hii. Lakini kwa mbinu ambazo tulizitumia wakati ule, watu wetu waliweza kutangazwa. Tumeshiriki uchaguzi wa mwaka 2010, mwaka 2015. Watu wamekuwa wakichaguliwa. Kwa hiyo mimi sitaki kuamini kwamba uchaguzi wa mwaka huu ndio uchaguzi wa kwanza watu kushiriki kwa mfumo mbovu alafu matumaini yakakosekana. Ingekuwa ni hivyo, historia leo singetuonyesha kwamba Tundu Lissu aliwekwa mbunge, John Heche aliwekwa mbunge, John Mnyika aliwekwa mbunge, Halima Mdee na wengine wengi kutoka vyama vya upinzani. Mimi ninachokiamini, na sio kosa na sio lazima mtu aamini kama ninavyoamini mimi. Mimi ninaamini kunapokuwa kuna changamoto yoyote ile, iwe ni changamoto ya sheria za uchaguzi ama changamoto nyingine yoyote ile, ni kukabiliana nayo kwa namna ambavyo ilivyo. Kwa namna ambavyo ilivyo na unavyoongeza jitihada unaweza ukafika mahala, sio kwa siku moja. Huu mfumo wa vyama vingi una miaka 33.
tumepambana kote huko, lakini kote kuna hatua zimepigwa, hata kama bado hatujapata kile tunachokihitaji, lakini utaona kabisa kwamba kuna mafanikio fulani kadhaa yamepatikana. Yako mafanikio yamepatikana. Kwa hiyo niuliza, naondoka Chadema, nani atayapigania? Chadema ilikuwepo kabla mimi sijakuwa mwanachama. Chadema wakati inaanzishwa mimi niko darasa la 7 mwaka 1993. Nimepata usajili wa kudumu. Lakini leo Chadema ilikuwa ni taasisi kubwa sana. Walikuwepo watu wakaondoka. Hata waasisi wa Chadema leo hawapo Chadema, lakini Chadema ipo kama taasisi, kama zilivyo taasisi nyingine. Kwa hiyo wako watu wataendeleza malengo na madhumuni ya kuanzishwa kwa chama hicho, na hatimaye Mungu akisaidia wanaweza wakafanikiwa. Na wengine pia wanaopambana kwenye mapambano haya ya kudai haki na demokrasia nchini kwetu, na wenyewe wanapambana. Leo mimi niko ACT Wazalendo, nimekutana na wenzangu ambao wameanzisha chama hiki na ambao walikuwepo kwa muda mrefu kabla mimi sijaja, kuungana nao ili kuweza kuhakikisha yale malengo ambayo tunataka tuweze kuyafikia, tuweze kuyafikia. Umeniambia hapa kwamba mifumo hiyo ambayo inaonekana ina shida, ambayo wanasiasa wamekuwa wakisema ina shida, hasa vyama vya upinzani, na mara kadhaa hata chama ambacho kipo kwenye madaraka wamewahi kusema kwamba kuna baadhi ya vitu vina changamoto, vinahitaji kurekebishwa, vingine wakisema vitarekebishwa wakati fulani. Mifumo hiyo ndio ilisaidia, au mifumo hiyo kiwepo na formula ambayo zilisaidia akina Lea Tonga kama wabunge, wakina Lissu kama wabunge, wakina Mbowe wakawa wabunge. 2015 Chadema ikabeba wabunge zaidi ya 70, madiwani wa kutosha, ndio neno tu kutosha. Lakini 2020 pakiwa na mifumo ile, katiba ni ile na mifumo ni ile, 2020 Chadema kaishia kuambulia mbunge huyo mmoja, na vyama vingine tukiangalia wabunge wa upinzani ambao walipita kwa kupigiwa kura, sidhani kama wanafika hata 15 bungeni, hawatoboi. Mifumo hiyo ambao unisema wewe 2024 kwenye uchaguzi tumeona yalotokea kwenye uchaguzi. Ndio mifumo hiyo ambayo leo Madeleka amehama chama fulani na kwenda chama fulani kwa ajili ya kwenda kuingia kwenye uchaguzi, anaamini atatangazwa kishinda. Kwanza uchaguzi haujafanyika, na uchaguzi utashirikisha watu wengi zaidi ya Madeleka. Madeleka kama hatachaguliwa kwa mujibu wa sheria, atatangazwa kwamba ameshindwa, na yule aliyeshinda atatangazwa kama ameshinda. Ni muhimu watu wakaelewa kwenye hatua hii. Huu uchaguzi sio uchaguzi wa kwanza kwenye nchi yetu. Umetoa mifano miwili, na mimi nitakuongezea mingine ya chaguzi ambazo ziliharibika. 2019 uliharibika uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji. Baada ya kuharibika uchaguzi ule, tulitarajia watu wenye akili timamu wasingeingia tena kushiriki uchaguzi wa mwaka 2020, lakini walishiriki na hakuna mtu anayeshangaa. Nisikilize nikujibu ili watu wapate, niache niongee ili yale nayo yaongea bila kuniingilia, ili watu waweze kuyapata vizuri. Yaani kama tunafanya rejea kwenye kuharibika kwa uchaguzi kama sababu ya kuweza kuingia kwenye uchaguzi mwingine au kutokuingia, basi turudi kwenye uchaguzi wa mwaka 2019. Tunakubaliana wote kwamba ule uchaguzi ulikuwa haufai kabisa. Uliharibika mno kwa sababu kilichoibwa sio kura tu. Mchakato mzima ulipokwa na ukaporwa. Sasa kama tulichukua uchaguzi wa mwaka 2019 kama darasa zuri kabisa lililo tuingia na tukalielewa, hatukupaswa kuingia katika uchaguzi wa mwaka 2020. Swali, kama tuliweza kuingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 wakati tukijua kuna alama tumeipata kwenye uchaguzi wa mwaka 2019, kwa nini leo iwe ni ajabu kuingia katika uchaguzi wa mwaka 2025 kukiwa kuna alama ambayo tumeiona kwenye uchaguzi wa mwaka 2024? Kwa sababu mapambano is not an overnight process. Mapambano ni mchakato, na wakati mwingine mafanikio yanaweza yakaja wakati ambao walioanzisha hali mapambano hawapo tena duniani.